Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kwa uwezo wake Allah, tunaendelea na darasa yetu ya sira. Tunaendelea kujifunza mwenendo na historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, na kitabu tunachokitumia ni Khulasatu Nurul Yaqin. Na mwenendo wa usomaji wetu, pamoja kama hizi historia huwa zina ikhtilafu nyingi za wanahistoria katika kunukuu, lakini sisi tunafupisha kutokana na ufupisho wa hichi kitabu kilivyo. Na leo tunaingia katika darsu sadisu, somo la 6, ra'yuhu alghanama, kuchunga kwake kondoo na mbuzi, wa safratuhu alula ila Shami, na safari yake ya kwanza Mtume kuelekea Sham. Sasa Mtume ameshakuwa mkubwa. Tukumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia darsa iliyopita tuliona kwamba alichukuliwa na ami yake akiwa na miaka 8. Miaka 8 kwa wenzetu ilikuwa ni miaka si midogo, ni miaka ambayo mtoto anaanza kusaidia majukumu, baadhi ya majukumu anasaidia kama hayo ya ufungaji. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam udogoni kwake, yara alghanama, akichunga mbuzi na kondoo, li ahli makkata, akiwachungia watu wa Makka, biujratin, kwa malipo, yaishu minha, ambayo alikuwa akiishi nayo malipo hayo, kwa maana yakimsaidia katika kujengea maisha yake. Walamma balagha tasi'ata min umrihi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikisha miaka 9 ya umri wake, lakini ipo kauli kwamba Mtume alipofikisha miaka 12. Wapo waliosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikisha miaka 12, lakini wapo waliosema Mtume alipofikisha miaka 9 min umrihi, ya umri wake. Safara ila Shami, alisafiri kuelekea Sham, ma ammihi Abi Talib, pamoja na ammi yake Abu Talib, bitijaratin, kwa ajili ya biashara. Wanasema alipofikisha miaka hiyo imma 12 au 9, mzee Abu Talib alikuwa akijifanya maandalizi ya biashara ya safari ya kibiashara pamoja na wenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshikilia kuwa mchukue huko kwa mzee Abu Talib. Akaona kwamba hakuna tatizo kumchukua kijana wake, kwa hivyo akamchukua akiwa pamoja naye katika ule msafara. Wakati wanaendelea na msafara wao kutokea Makka wanaelekea Sham, walamma khabura min Busra, walipofika eneo linaloitwa Busra, raahu rahibu Bahira, akaonekanwa Mtume na mtawa mmoja hivi, mtawa Bahira, ambaye jina lake ni Bahira, na analo hasa jina lake, lakini maarufu ilikuwa ni hii Bahira. Na inasemekana hawa Waarabu walikuwa wanapoenda safari yao ya Sham, walikuwa wanapita hapo kwenye hekalu hilo la huyo mtawa, lakini ilikuwa hashughuliki nao. Lakini mara hii, kwa mara ya kwanza walipoanza safari pamoja na Mtume, na yeye alipomuona Mtume kwa mbali, raahu rahibu Bahira, akamuona Mtume, yani Mtume akaonekanwa na huyo mtawa Bahira. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya, akampa habari ammi yake Mtume kwamba huyu mtoto atakuwa ndiye mtume wa mwisho. Inasemekana Bahira walipofika msafara katika eneo lake lile, aliuzuia, kisha akawakaribisha, na si kawaida, hajawahi kufanya hivyo. Akawakaribisha wale Waarabu, kisha akawatengenezea karamu kama ambavyo wageni wanatengenezewa, wakaekewa pale. Mtume yasemekana alikuwa amejitenga. Kwa hiyo huyu Bahira akauliza, kati yenu kuna ambaye hajahudhuria?
kuna ambaye hajafika karibu ya chakula hiki, yani kwenye hichi chakula hapa? Wakasema tumetimia. Akasema hapana, yupo. Wakaona kweli kweli kuna mtoto tumekuja naye. Kuna mtoto kuitwa pale. Haya, kwa hiyo huyu Bahira alipoipo katika kumchunguza, mbona mtoto anaonekana kama ana alama za huyo mtume wa mwisho aliyezungumzwa kwenye vitabu vya dini vilivyopita. Kwa hivyo inasemekana Bahira, inavyosemekana, haya ni mambo ya historia yananukuliwa, yapo ambayo yamethibiti na yapo ambayo ni katika jitihada tu za wanachuoni. Kwa hiyo inasemekana Bahira akalitaja jina, alipotaka kula akalitaja jina la miungu ya Waarabu, Wallat au Wal-Uzza, kwa maana hapa na Mungu Lat au na Uzza. Inasemekana kwamba huyu mtoto akamziba mdomo au akamnyamazisha, akaambia hapana. Yule Bahira, huyu mtawa, akasema bismillah, basi naanza kwa jina la Allah. Yule mtoto akatulia, akamkubalia kauli hiyo. Basi alimfanyia majaribio mingi, akaona kwamba hapana, inawezekana huyu mtoto ndio huyu, ana kila dalili ndio huyu. Kwa baada ya karamu kupita, Bahira akauliza huyu mtoto kaja na nani? Akaitokeza mzee Abu Talib kwamba ndio mimi nimekuja naye. Haya, wewe huyu mtoto ni nani yako? Akasema huyu ni mwanangu. Mwanao vipi? Mwanangu wa kumzaa. Akaambia hapana. Asema la yumkin an yakuna hadha al-ghulam abu al-ghulami hayyan. Anasema la yumkin an yakuna abu hadha al-ghulami hayyan, haiwezekani baba wa mvulana huyu kuwa hai. Akaambia niambie ukweli, wewe ni nani yake? Akaambia mimi ni ammi yake, mimi ni baba yake mkubwa. Waswahili wasema baba yake mkubwa, mimi ni ammi yake. Basi akaambia kama ni ammi yake wewe, hiyo ni kweli, lazima mtoto awe hana baba. Kwa mujibu wa yale tunayosoma katika vitabu vyetu, mtoto lazima awe hana baba. Ninachokuambia, safari hii ya Sham usiende naye huko, mtakutana na Mayahudi wakimtambua kama nilivyomtambua mimi, kama mtoto wenyewe ndiye huyu, watamuua. Kwa hiyo rudi naye, sitisha safari yako kwenda Sham, rudi huko Maka. Kwa ndio maana wakasema fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya, akampa habari ya yake kwamba huyo atakuwa ni mtoto wa mwisho wa mitume, atakuwa ni mtume wa mwisho. Wa talaba minhu an yarji' bihi, na akamtaka ammi yake arejee naye, khawfan alayhi, akimwogopea, min aduwin, kutokana na shari za maadui, kutokana na adui yatarakabuhu, ambaye anamvizia kumfanyia ubaya. Waqad istadalla ala nubuwwatihi bialamatin, na huyu mtawa amepata ushahidi wa utume wake huyu mtume, yani huyu mvulana, bialamatihi, kupitia alama zake, allati fi kutubi ahli alkitabi, ambazo zinapatikana katika vitabu vya watu waliopewa vitabu, Mayahudi na Manaswara. Alkhulasa, ufupisho, kana fi sigharihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika udogo wake, yara alghanama li ahli Makkah, akichunga mbuzi na kondoo akiwachungia watu wa Makkah. Wasafara ila Shami maa ammihi, na akasafiri kuelekea Sham pamoja na ammi yake. Wa huwa ibn 9, akiwa ana miaka 9, au ibn 13, au akiwa ni mtoto wa miaka 13, ama katika kauli mtoto wa miaka 12. Waraahu arrahibu Bahira, akaonekanwa na huyu mtaa wa Bahira. Waarafa fihi alamati nubuwa, na akamtambua kwa alama za utume zilizopo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa safari yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Sham, lakini haikutimia, akarejeshwa Makka na ammi yake kupitia sababu hii tuliojifunza. Wallahu a'lam.